Mtazamaji, maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba yanaendelea, yanazidi kunoga hapa jijini Dar es Salaam. Kama tulivyokueleza hapo awali, bado tunaendelea kukukutanisha na wadau mbalimbali wa maonesho haya. Na leo hapa niko katika banda la bodi ya sukari. Tunaenda kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa bodi hii ambaye leo amefika katika maonesho haya na yuko katika banda lao hapa kwa lengo la kuzungumza na wewe Mtanzania. Karibu katika maonesho haya ya Sabasaba, karibu katika banda la bodi ya sukari Tanzania, uweze kujua mengi yanayoendelea ndani ya bodi hii ya sukari hapa nchini Tanzania. Asante. Kama mnavyofahamu kwamba bodi ya sukari ni moja ya taasisi ambazo zimekuja kushiriki katika maonyesho ya Sabasaba kwa mwaka huu wa 2026. Na lengo letu la kushiriki katika maonyesho haya ni kutoa elimu kwa umma ili waweze kutambua shughuli ambazo zimekuwa zikifanyika na bodi ya sukari, lakini pia kutoa fursa ambazo zipo katika tasnia ya sukari. Kwa hiyo kwa upande wa elimu tunaweka mkazo zaidi katika kilimo bora cha miwa kwa wale ambao wanataka kuwekeza kwenye kilimo cha miwa, lakini vile kutoa taarifa za uwekezaji kwa wale ambao wanataka kuwekeza kwenye uzalishaji wa sukari. Na kwa sasa kama tunavyofahamu, katika tasnia yetu ya sukari tunakwenda vizuri, uzalishaji unakwenda vizuri na tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kufunga pengo la uzalishaji ambalo tumekuwa nalo kwa miaka mingi. Kama mtakumbuka, kwa miaka mingi tangu tupate uhuru tulikuwa tujajitosheleza kwa sukari, lakini hivi ninavyoongea, mwaka ujao, miaka miwili ijayo, hatutakuwa na pengo la uzalishaji. Tutakuwa tayari tuna ziada ya kuweza kuuza nje ya nchi. Na hii inatokana na upanuzi mkubwa ambao umefanyika kwa kiwanda cha Kilombero. Kama mnavyofahamu, tuna kiwanda kikubwa sasa ambacho kina uwezo wa kuzalisha tani 271,000. Na hii ni tofauti na viwanda vile viwili vidogo ambavyo vilikuwa vinaweza kuzalisha tani 126,000 kwa mwaka. Kwa hiyo unaweza kuona kiasi kilichoongezeka ni karibu tani kama 140,000. Lakini ukienda kwa upande wa Kagera Sugar, na wenyewe wamefanya upanuzi mkubwa sana. Kwa kiwanda pale kilipo, kina uwezo, upanuzi uliokwisha kufanyika mpaka sasa hivi, kina uwezo wa kuzalisha mpaka tani 300,000. Lakini kwa sababu upanuzi unaendelea sasa wa kufanya mashamba kwa ajili ya kupata miwa ya kutosha, itachukua miaka kama 3-4 hivi. Kwa hiyo tunapofika mwaka 2030, kiwanda hicho kitakuwa kina uwezo wa kuzalisha hizo tani 300,000. Na ukienda sio Bagamoyo samani, ukienda kiwanda cha Mtibwa na chenyewe kufika mwaka 2030 kitakuwa kinazalisha tani kama 230,000. Kwa kuweka hizi kwa pamoja na viwanda vingine vya Bagamoyo, Mkulazi, pamoja na viwanda vingine vinavyokuja kama vya Lake Agro, tuna Mufindi Paper Mill cha Kasulu Kigoma, alafu na Golden Sugar cha Kagera, vikiingia vyote hivi kufika mwaka 2030 nchi itakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 1,160,000. Haya mahitaji tayari yatakuwa na ziada ya zaidi ya tani 200,000 na kitu ambazo zitahitaji soko la nje. Na nimesikia kuna watu wananiuliza kwamba sasa hivi kuna upungufu wa sukari sokoni. Na nafikiri ni kweli kulitokea upungufu kidogo, lakini hata hivyo serikali imekwisha kuchukua hatua za makusudi za kuingiza sukari ya kutosha. Utakumbuka kwamba viwanda vimechelewa kuanza. Kawaida viwanda vinaanza mwezi wa 5 mwishoni, lakini viwanda vimeanza mwezi wa 6 mwishoni. Kwa hiyo kile kiasi cha kwanza cha sukari ya kuziba pengo ambacho kilikuwa kimepangwa mwanzo kuingizwa, kilikuwa ni kiasi ambacho kilikuwa kinaishia mwezi huu wa 6. Lakini kwa sababu viwanda vimechelewa, ina maana vimeacha pengo la uzalishaji ambao tayari sukari yake ilitakiwa imeshaingia sokoni. Kwa hivi tunavyoongea, tuliagiza sukari ya dharura ambayo tayari iko inashuka bandarini. Tuna tani kama 34,000 za National Food Reserve Agency, na kuna tani zingine 10,000 ambazo zilishashuka tayari zinaendelea na usambazaji. Kwa hiyo tatizo hili halitakuwa tatizo la zaidi ya wiki hii ambayo tunaendelea nao kuimaliza. Baada ya wiki moja tutakuwa tumesharudi kwenye hali ya kawaida, na ukizingatia viwanda vyote tayari vimeshaanza uzalishaji. Na viwanda vilivyokwisha kubaki kuanza uzalishaji nafikiri kiwanda kimoja ambacho na chenyewe wiki inayokuja mwanzoni na chenyewe kitaingia kwenye uzalishaji. Kwa hiyo tuna imani kabisa tatizo hili litakwisha na wananchi wawe na utulivu.
wajue kwamba tutarudi kwenye hali ya kawaida kama ilivyo kawaida miaka yote. Labda nisemee fursa ambazo tunazo za uwekezaji kwa sasa. Kama mnavyofahamu kwamba kwenye uzalishaji wa sukari ya matumizi ya kawaida uwekezaji umekwisha kufanyika mkubwa sana, na tunaendelea kuvutia wawekezaji wengine, lakini maeneo mapya ambayo tunatakiwa tuyawekee msukumo sasa hivi ni kuwekeza kwenye uzalishaji wa sukari ya matumizi ya viwanda. Sasa hivi hilo ni eneo ambalo lipo, kwa sababu sukari ya matumizi ya viwanda bado tunaagiza 100% kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo sasa hivi tunatengeneza mazingira ya kuvutia wawekezaji ambao wana mtazamo wa kuwekeza kwenye kuzalisha sukari ya matumizi ya viwanda, na hivi karibuni nafikiri kuna wawekezaji ambao tayari wameshaanza kuonyesha interest. Tunaendelea na mazungumzo nao. Tutakapokuwa wamefikia kufanya commitment, nafikiri uwekezaji huo utaanza. Kama mlivyokwisha kusikia, kulikuwa kuna wawekezaji ambao walikuwa na nia ya kuwekeza mkoa wa Tanga, au walikuwa wanalenga kuzalisha sukari ya matumizi ya viwanda, lakini kwa viwanda vilivyopo, kwa maana ya kiwanda cha Mkulazi chenyewe tayari kimefunga kiwanda kidogo cha kuzalisha sukari ya matumizi ya viwanda.